Ndugu waandishi wa habari, kulikuwa pia kuna malalamiko makubwa sana katika sekta ya umeme. Mtakumbuka kwamba mahitaji yetu katika mkoa wa Dar es Salaam ni si chini ya megawati 650. Na mtakumbuka kwamba Dar es Salaam ni mkoa potential ambao una gas plants ambazo zinafanya uzalishaji wa umeme wa gas si chini ya plant 6. Moja, tuna Kinyerezi 1, tuna Kinyerezi 2, tuna Ubungo 1, tuna Ubungo 2 na Ubungo 3 na tuna Tegeta. Hizi zote ndugu waandishi wa habari zinazalisha megawati 952. Na megawati hizi 952 sisi tunatumia karibu si chini ya megawati 650 kwa wananchi ambao wameingiziwa umeme milioni 1.3. Lakini pamoja na huduma zingine za viwanda. Sambamba na hilo tunapeleka pia umeme Zanzibar na sehemu nyinginezo. Miradi inayoendelea katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa sasa ina thamani ya trilioni 1.3. Ina thamani ya trilioni 1.3. Thamani hizo zinafanya kazi gani? Moja, kubadilisha nguzo za miti kuweka concrete poles. Mtaona kwenye baadhi ya maeneo tunaweka nguzo za zege. Lakini mbili, kuimarisha vituo vidogo vya uzalishaji wa umeme, tunaita substations, ambazo zipo Mabibo, zipo kule Mbagala, zipo na sehemu zinginezo. Lakini jambo la tatu, kubadilisha nyaya, ambazo tunatoa nyaya ambazo zina uhimili mkubwa kutokana na umeme unaozalishwa au unaoingia, ili kuweka nyaya ambazo zitakuwa na uwezo mkubwa. Lakini jambo la tatu, kubadilisha nyaya ambazo ni bare conductors na kuweka nyaya ambazo ni insulated conductors. Lakini jambo la jingine, kununua mitambo mingine ikiwepo transformer kubwa kwa ajili ya kufunga na kuongeza kasi ya uzalishaji wa umeme hapa kwetu Dar es Salaam. Kwa hiyo katika jambo hili la masuala ya umeme, niendelee pia kuwaasa wa Tanzania kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatambua umuhimu wa umeme katika mkoa wetu, na kwamba kwa kufanya hivyo na kwa kuimprove umeme huo, basi huduma za uzalishaji katika jamii zitaendelea kuwa kubwa sana. Na jambo jingine la mwisho katika sekta hii za utoaji huduma, mtakumbuka kwamba Watanzania walikuwa wanalalamika sana nyakati za mvua kwenye baadhi ya barabara. Jeshi la polisi lililazimika nyakati zote kufunga barabara ili kuruhusu maji kuweza kupita kwanza na siweze kuleta athari, na mwisho wa siku kuweza kuyafungua ama kuzifungua barabara hizo. Barabara ambazo zimekuwa zikifungwa mara kwa mara ni pamoja na barabara ya Morogoro Road katika eneo la Jangwani. Ninayo furaha ndugu waandishi wa habari kuambia kuwa Mheshimiwa Rais amekushatoa fedha bilioni 97 zilizoanza sasa kujenga daraja lenye mita 390 kutoka upande wa Magomeni kwenda upande wa Faya. Urefu wake ni mita 390, na kutoka kwenye tunaita original ground level OGL chini kwenda juu ni mita 10. Na kwa matikio masuala tena ya maji kufurika kwenye eneo hilo itakuwa ni historia. Daraja hilo limeshaanza kujengwa na itatumia miezi 24, kwa maana miaka miwili litakuwa limeshakamilika. Kuna ujenzi pia wa daraja la Kigogo linalojengwa kwa bilioni 17 litakalokuwa na upana wa spani ya mita 50, na lenyewe litakamilika ili kuweza kuhimilisha utoaji wa huduma daraja la Jangwani. Lakini pia kuna daraja la Mkwajuni linajengwa likiwa na spani ya mita 20 kwa bilioni 11.6. Kuna daraja la Mtoni Mtongani ambalo linajengwa na barabara yake, bajeti yake mpaka sasa ni bilioni 24.6. Na kama mnakumbuka, kuna mwananchi mwaka juzi alisema ameokota magari upande wa baharini yaliyosomba kwenye daraja hilo. Daraja hilo sasa limekushaanza kutengenezwa na Watanzania, naamini sasa malalamiko yatakuwa ni machache. Wananchi wa kwenda Kigamboni kule upande wa Nguva, daraja la Nguva, walikuwa maji yanapita juu na walikuwa wanashindwa kabisa kuvuka. Mpaka muda huu nayo habari kwamba daraja hilo linatengenezwa kwa bilioni 92, bilioni 92, ili angalau Watanzania wanaoelekea upande huo waweze kupata raha ya maendeleo ndani ya taifa letu. Hiyo ni pamoja na package ya huduma zingine zote za madaraja. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba upande wa Mbagala katika mto Mzinga, ule mteremko mkali umekwisha ua watu wengi. Watu wengi wamekuwa walemavu, watu wengi wamekuwa mayatima kwa sababu ya barabara kuwa mbovu katika eneo lile. Kilio cha wale wa Tanzania, kama mnakumbuka, tulienda tukawasikiliza
na tulipotoka pale tukamuomba tena Mheshimiwa Rais kwamba tunafahamu Tanzania ina mahitaji mengi, lakini tunaomba tu daraja lile, tunaiomba tu barabara ile iweze kutengenezwa. Ninayo furaha kuwaambia kuwa daraja lile sasa mkandarasi yuko site, anaanza kujenga daraja lile na kutengeneza barabara ya chini ya kilomita 3 kwa bilioni 54, na pale Kongowe mwisho pale itapigwa flyover inayoelekea upande wa Kigamboni. Kwa hiyo nimeona niwaeleze haya mambo machache ili kuthibitisha usikivu wa serikali, lakini nimeona niwaeleze haya mambo machache nikiwa sijataja upanuzi wa barabara za mwendo kasi. Wananchi kwa sasa walikuwa wanalalamikia habari ya foleni ambazo zinasababishwa na ujenzi wa barabara. Naomba tuendelee kuwa na imani kuwa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea na kuboresha miundombinu yote ili Watanzania sisi tuweze kupata huduma zilizo bora, na mkizingatia kwamba Dar es Salaam ni jiji la kibiashara, lakini ni alama ya kidiplomasia, ni jiji ambalo ni kitovu cha amani katika taifa letu, na kwamba tunaamini tukifanya kila kitu kikawa constant, basi kila jambo litakwenda vizuri.